Mombasa inaenda kuingia kwenye historia wakati wengine wakieneza hatari na propaganda kali mitandaoni. Manake ukweli pale mitaani ni tofauti kabisa. Je, Linda Mwananchi wanaenda Mombasa kukutana na upinzani au watakaribishwa kama mashujaa? Video hizi nilizokuletea leo zitakushangaza na mwisho wake unaweza kubadilisha kabisa mtazamo wako kuhusu siasa za Kenya. Kwa sasa Kenya iko kwenye hali ya kisiasa yenye tension kubwa sana. Harakati ya Linda Mwananchi imekuwa ikizidi kupata nguvu hasa kutoka kwa vijana wa Gen Z, lakini safari yao kuelekea Mombasa imezua mjadala mkubwa, wengine wakidai kuna mpango wa kuvuruga mkutano na wengine wakisema ni propaganda tu ya kuwatisha watu. Lakini sasa mambo yameanza kubadilika. Angalia video hii, ni ya viongozi wa Mombasa kutoka ODM wakitoa msimamo wao waziwazi. Viongozi hawa wameweka msimamo mkali ya kwamba polisi wakae neutral, hakuna kuvuruga mkutano na wananchi wajitokeze kwa wingi. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha kwamba Mombasa sio sehemu ya vita, bali inaweza kuwa ngome ya kisiasa. Msikuwe na uoga. Hatuwezi uziwa uoga sisi. Pale tumefika sisi, uoga yenye tutauziwa ni ya wananchi. Na kama ni kukufia wananchi, tutakufia wananchi. Hatutakubali nchi yetu ielekee mahali pabaya, na sisi tunajua tunafaa tuelekee njia gani. Kwa hivyo wananchi wa Mombasa, msiogope, jitokezeni, na najua tunaenda kuweka historia. Tunataka kila mtu apewe haki yake ya kuongea bila kupigwa na tear gas, bila kuingiliwa na serikali na wajambazi. Sisi tunataka mkutano wa amani ndani ya Mombasa, na pia tunataka kutoa ilani kwa security intelligence wa Mombasa na Coast Region at large ya kwamba waache kutumika na wale ambao wako kwa serikali. Yes. Na kuna watu wanatuuzia uoga. Hatu wasema Sifuna na Babu hawezi kuja Mombasa. Mimi nataka kuambia wale ambao wanatuuzia uoga, wale ambao watakuja ni wao watu wachache, lakini wananchi wa Mombasa watakuja, watajitokeza na watakuja kuunga ule mkutano ambao uko hapa, kwa sababu kiukweli watu wamekuwa na kiu kuja katika huu mkutano. Tuko tayari kukomboa Mombasa na Kenya. Linda Mwananchi ni kiungo muhimu, kiungo msingi ambacho kitaweza kutukombolea unyanyapaa na unyanyasaji wa mambo ya kidemokrasia ndani ya nchi yetu hii. Msikuje mkiogopa ati mtapigwa. Mimi nitawalinda, mimi nitakuwa head of security. Security yote inaniogopa ya serikali hapa Kenya. Kwa hivyo njooni kwa wingi, tusitishane ati watafanya nini na nini na nini. Kama watatupa tear gas, mimi nitaweka mwili wangu nikufe. Asante. Yala ambayo mnarusa tear gas, mnazingizia kwamba ni Sifuna na sisi tumerusa. Raundi hii tunaomba tafadhali muweke tear gas zenu nyumbani. Tutakuwa watu ambao tuko na amani na tutakuwa tunazingatia sheria. Wapende wasipende, watake wasitake, walike wasilike ama wadislike, lakini it is time for change. Na ndio maana tumekuja hapa, na mimi ningependa kukaribisha watu wa Mombasa wote kwa jumla. Kujeni tujaze huu uwanja. Huu uwanja kila siku baba huwa anaujaza. Ile spirit ya baba iko wapi? Iko katika Sifuna na Babu na Civilizer na Samba na Ashu, si ndio? Yeah. Lakini sio viongozi tu, mitaa nayo inaongea. Huyu kijana wa Gen Z kutoka Mombasa na anachokisema kinaonyesha kitu kimoja muhimu sana, ya kwamba vijana wako tayari na turnout inaweza kuwa kubwa kuliko wengi wanavyofikiria. Hii ndio nguvu mpya ambayo imeanza kutikisa siasa za Kenya. Watu wa Sifuna Jumapili Tononoka, hatuna noma. Yani tutakuwa hapo, yani kama sote, yani tutakuwa hapo, yani kama 50,000 yani. Wao uwanja hata naona ni mdogo, mngetafuta uwanja mwingine mkubwa zaidi yani. Kwa sababu uwanja mimi naona mdogo, uwanja wa Tononoka bado ni mdogo mazee. Sisi tumepanga tujaze more than 50k people, tujaze uwanja, haijaonekana hiyo. This will be massive. Itakuwa kubwa. Yani ni mbaya. Itakuwa mbaya hii. Naona hii itakuwa mbaya. Yani unaona cheki. Yani watu watajaa ile mbaya. Wewe. Lakini sasa mambo yanachukua mkondo mwingine, hasa baada ya kauli ya TikToker maarufu wa Mombasa, Ward Kano. Kauli hii ni kali sana, anapinga kabisa idea kwamba kuna watu wanasapoti tutam Mombasa. Kwa lugha rahisi, anasema Mombasa iko tayari na hakuna mtu wa kuzuia hii movement. Swali ni je, hii ni confidence au ni overconfidence? Linda Mwananchi Battalion inakuja Mombasa.
wakina Babu Owino, Edwin Sifuna, wakina James Orengo. Na watu wanafikiri bado Mombasa kuna wapumbavu wa kusupport mambo ya 2 term. Si ile wing ya ODM ya kina Oburu ilikuwa hapa Mombasa. Walikuwa Mombasa na hata uwanja ikuja. Sasa ngojeni muone crowd ya Linda Mwananchi ya kina Babu Owino, Edwin Sifuna. Ngojeni muone crowd, ndio mjue hii wing ya ODM ya kina Babu si mchezo. Wananchi walienda hiyo site, wakacha wapumbavu wamebaki 2 term, wanaimba 2 term 2 term. Wait and see. Sasa angalia hii movement imeenda mpaka imefikia mahali kwamba watu wako tayari kusafiri kutoka Nairobi kwenda Mombasa kwa gharama zao. Huyu ni Janeko Gen Z, anaomba support ili afike Mombasa kuunga mkono Linda Mwananchi. Hii inaonyesha kitu kimoja kikubwa sana, ya kwamba hii sio event tu, hii ni movement ya vijana na watu wako tayari kujitolea. Nataka kuongea, nataka mnisikize kwa makini sana. Leo mimi ni 1 term, mimi ni Sifuna. Kesho naweza kuwa 2 term na kesho kutwa nikuwe undecided. Juu politics huwa ina change. I want to tell you one thing. Mimi kama Janeko 254, kama Janeko Gen Z, Kitengela nilienda kwa rally, nilienda na pesa yangu. Kakamega nikaenda kwa rally, nikaenda na pesa yangu. I want to tell you one thing, mafans wangu sana sana. If you want me to go to Mombasa, kwa hiyo rally yenye itakuwa Sunday, rally ya Linda Mwananchi ambayo itakuwa Sunday, mimi sina do. Ningependa sana kufika kwa hiyo rally, lakini mimi sina pesa. Na kama mafans wangu mtaamua mimi niende hiyo rally ya Mombasa, it's upon you. Mimi na represent, hata vile nilienda Kakamega niliwarepresent vizuri. Vile nilienda Kitengela niliwarepresent. Na mimi wasiogopi na mimi wasinyamazi. Hata nikifika hapo watu watajua nimefika hapo. Janeko Gen Z surround. Kwa mafans wangu wenye watataka niende Mombasa, kwa sababu mimi wasitegemei mwanasiasa. Hata watu wengine wanasema sijui nini. Mimi kwanza hata saa hii wenye nilikuwa abducted, simu yangu ilipotea, sijapata simu. Saa hii tu niko tu na simu tu nyingine hapa yenye nimeomba. Na sijawahi ambia mtu eti sina simu. So I want to tell you this. Kama mtaamua nyinyi mafans wangu ya kwamba niende Mombasa, it's upon you. Nyinyi ndio mtanisupport. Na kama itakuwa ngumu pia, mimi nitasema hii ya Mombasa naye siendi, imenikataa. Lakini najua mafans wangu hamtaniacha. Nataka mnisupport niende Mombasa. Sitaki nikae hapa ati sasa hiyo rally ya Mombasa sijaenda juu sasa sina fare. Mafans wangu msiniangushe. Mimi nataka kwenda Mombasa. It's upon you. Mimi na represent na hakuna siku nitawaangusha. Tukisasa sema 1 term ni 1 term na sisi ndio Sifuna. Na hakuna kuangalia nyuma. Sasa swali linabaki, je, Mombasa itakuwa turning point ya siasa za Kenya au bado kuna mambo hatuyaoni nyuma ya pazia? Kwa sababu ukweli ni huu, wakati propaganda ikiendelea mitandaoni, mitaa inaonyesha story tofauti kabisa. Inakuaje? Niko kadi. I hope uko kadi. Chukueni kura, manake ndo silaha yetu. Nasema Babu kwa sababu tarehe 29 tuko ndani ya Tononoka. Tarehe 29 tuko ndani ya Tononoka. Kuna masela tulikuwa wanatishia. Jaribuni kuja Mombasa, mtajua huku watu wapigwa tia gasi huko, wanapigwa na fimbo, sio? Basi tunakuja. Tunafanya nini? Tunakuja. Utafanya nini? Serikali wametuzoea. Sasa tuko kadi. 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 Sasa tuko Wewe unaonaje? Je, Linda Mwananchi wanapata support ya kweli Mombasa au hii yote ni hype ya mitandao tu? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Jumapili tukutane Tononoka Mombasa.